Yes, bana, leo kwenye stories za World Cup Gen Z kidogo tukumbukane hapa. Mwaka 2010 katika mchezo wa robo finali ya kombe la dunia, Uruguay dhidi ya Ghana. Timu ya taifa ya Ghana ikiwa na matumaini makubwa ya kufuzu katika hatua ya nusu finali kwa mara ya kwanza na kuwa timu ya kwanza kutoka Afrika kufuzu katika hatua hiyo ya nusu finali. Mashabiki wa soka Afrika na ulimwengu walikuwa nyuma ya Ghana kuweza kushuhudia namna ambavyo Ghana wanafuzu katika hatua ya nusu finali. Mchezo ulianza huku Uruguay wakiongoza bao la mapema la Diego Forlan kabla ya kusawazishwa kwa shuti kali la mbali sana na Sulei Muntal. Mpaka mpira unakwenda dakika 90 ilikuwa ni 1-1. Dakika za nyongeza Ghana walipeleka moto kweli wakihitaji nafasi ya kufuzu katika hatua ya nusu finali. Wakati wa shambulizi moja, Ghana walipiga shuti kuelekea langoni, lakini mchezaji wa timu ya taifa ya Uruguay, Luis Suarez, aliudaka mpira ule ndani na kupewa kadi nyekundu, huku Ghana wakipata penati katika dakika za mwisho kabisa. Na wakati ambapo mashabiki wa Afrika na Afrika kwa ujumla wakiwa nyuma ya Ghana wakihitaji kushangilia bao ili kuweza kufuzu katika hatua ya nusu finali, Asamoah Gyan anapewa mkwaju wa penalty aweze kupiga na kuweza kuisaidia Ghana kuvuka katika hatua ya nusu finali. Lakini cha kushangaza ni kwamba Ghana walikosa penalty ile. Asamoah Gyan aligongesha mwamba na kufanya mchezo kuisha kwa 1-1 na Ghana wakaondolewa katika hatua hiyo kwa mikwaju ya penalty. Mwenyewe Suarez akiwa nje alishangilia kweli mara baada ya Asamoah Gyan kukosa penalty. Cha kushangaza ni kwamba mwaka 2022 katika nafasi ambayo Ghana wangeweza kulipa kisasi katika mchezo wa kombe la dunia, Ghana walipata penalty tena dakika ya 22 ya mchezo na Andrew Ayew akapiga nje akakosa penalty ile na kusababisha pia kisasi kutofanikiwa. Hizi ni stories za World Cup na leo ilikuwa ni ya Gen Z.